Karibu katika ulimwengu wa historia. Karibu katika ulimwengu wa simulizi. Na leo katika kipindi chetu cha The Hidden Chapter tutamzungumzia kijana ambaye historia yake imeandikwa sehemu mbalimbali. Mtu ambaye anatajwa katika dini kuu tatu za dunia, yaani Uyahudi, Ukristo na Uislamu. Na leo tutaenda kufahamu machache katika mengi kumhusu nabii huyu. Utakuwa pamoja nami msimuliaji wako Frankie Julius Bilu. Wengi wananiita Prezo Jeyala. Twende pamoja. Nabii Musa ni moja kati ya wahusika mashuhuri na wenye ushawishi mkubwa katika historia ya dini za Uyahudi, Ukristo na Uislamu. Maisha yake yamejikita katika simulizi zinazogusa masuala ya kiimani, uongozi, sheria na ukombozi pia. Musa alizaliwa katika familia ya Walawi nchini Misri wakati wa utawala wa Farao. Inasadikika alizaliwa mnamo karne ya 13 miaka ya 1300 kabla ya Kristo, akiwa mtoto wa tatu katika familia ya Amram, ambapo katika Uislamu anafahamika kama Imran. Yaani Amram ama Imran katika Uislamu, na mkewe Yokebedi. Yeye ni mtoto wa tatu akitanguliwa na dada yake Miriam pamoja na kaka yake Haruni. Kwa mujibu wa Biblia katika kitabu cha Kutoka mlango wa 2 mstari wa 1 mpaka wa 10, namna ya kuzaliwa kwake inaonyeshwa katika kitabu hicho. Na katika Qur'ani tukufu katika sura Al-Qasas kifungu cha 28 aya ya 7 mpaka 13 inaeleza jinsi gani Musa alizaliwa katika kipindi ambacho Farao alikuwa na hofu kubwa ya ongezeko la wana wa Israeli, na hapo aliamuru kuwa watoto wote wa kiume chini ya miaka 2 basi wauawe. Baada ya kuzaliwa kwake Musa, mama yake Yokebedi alimficha ndani kwa muda wa miezi 3 na baadaye kumwandalia kikapu kizuri na kumweka humo, kisha akampeleka mtoni, ambapo kwa bahati nzuri binti Farao pamoja na wajakazi wake walishuka eneo hilo kwenda kuoga. Basi binti Farao alimchukua mtoto huyo na kumlea kama mtoto wake. Hapo ndipo inaonyeshwa kuwa umbu lake Miriam alimwendea binti Farao na kumwomba kuwa amletee mwanamke mmoja wa Kiisraeli ama Kiebrania ili apate kumnyonyesha kijana huyo mpaka pale atakapofikia hatua nzuri ya makuzi. Naye Miriam alienda kumchukua mama yake Yokebedi ili aifanye kazi hiyo, ikiwa ni sehemu ya jukumu la kuhakikisha kuwa mtoto wake Musa anakuwa katika mazingira salama. Historia inaonyesha kuwa baada ya Musa kukulia katika jumba la kifalme la Farao, basi Musa alipoanza kutoka nje ya jumba hilo alishuhudia uonevu dhidi ya wana wa Israeli. Na baada ya kuona hayo aliamua kumuua Misri mmoja aliyekuwa akimpiga Mwisraeli. Ama kweli damu ni nzito kuliko maji. Baada ya jambo hilo kuwa wazi na kuwekwa bayana, Musa alikimbilia katika nchi ya Midian. Huko alikutana na Yethro aliyekuwa kuhani wa Wamidiani. Yethro alikuwa na wana 5. Musa aliishi huko kama mchungaji wa mifugo ya Yethro, na baadaye alifanikiwa kumwoa binti wa Yethro aliyeitwa Zipora na kuzaa naye watoto 2, Geshom pamoja na Elieza. Musa akiwa Midiani anapata wito wa kinabii na kupewa jukumu la kuwakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa na mikono ya Farao. Hii inaonyeshwa katika kitabu cha Kutoka. Ukiusoma mlango wa 3 wote utapata historia nzuri ya tangia anakabidhiwa jukumu hili na unabii huu mpaka mwisho.
Haya yanatokea katika mlima wa Horebu. Basi wito huu unamfanya Musa arejee tena Misri, na huko anakutana na kaka yake Haruni, na hapo anaanza harakati zake za ukombozi wa wana wa Israeli kutoka nchi ya Misri, nchi ya utumwa. Haikuwa rahisi kuaminika na Farao ya kuwa ukombozi huo umeagizwa kutoka kwa Mungu mwenyewe.